أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Baad, ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rehema na amani kipenzi chake mtukufu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba zake na watu wa Uislamu wote ambao kwamba watafuata mwendo wake mzuri hadi siku ya mwisho. Sintokuwa mchoyo wa ila ningetanguliza shukrani za dhati kwa wenu wote ambao kwamba mnaopata kipindi hiki, mmesimamisha shughuli zenu ili muweze kuelimika katika dini yenu adhim. Na vile vile nitazitoa shukrani za dhati kwa ndugu wote wanaosikiliza kipindi hiki ambao kwamba hupoteza muda wao na kwenda nje ya shughuli zao ili kipindi hiki kiweze kudumu. Tutazitoa shukrani za dhati kwa shughuli hizo, na hasa kwa mashaka wetu ambao kwamba kila mara huwa wepesi tunapowahitajia ili waweze kutuelimisha, na vile vile kazi ambayo kwamba wanayoifanya kazi kubwa ambayo kwamba jaribu kutizama sote hatuna malipo ya kuweza kuwalipa isipokuwa ili kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wape mtu mwema na awalipe kwa kazi ambayo kwamba wanaifanya, kazi kubwa hiyo. Kwa leo inshallah tutakuwa hatuna darasa hasatan, wa ila ni baadhi ya masala ambayo kwamba yamejitokeza na tulipendelea shekha wetu mzazi wetu ambaye ni Sheikh Isa Gisesa mara kwa mara huwa anatuzidi kuelimisha na kutupa nasaha na vile vile kutuonyesha njia ambayo kwamba ni njia bora tukipata. Ningependa kuwatangazieni nyote ambao kwamba mmepata kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Ndiyo tunayo baadhi ya maswala ambayo kwamba yameshajitokeza na shekhe yuko tayari kuyajibu. Kwa yule ambaye kwamba atakuwa na swala lolote anaweza akatutumia akamuuliza shekhe. Kwa kama litawezekana kujibiwa kwa siku hii ya leo litajibiwa, na kama litawezekana shekhe atalifanyia kazi na iweze kujibu swala lake. Kwa leo namba ambayo kwamba tunaweza tukatumia ni zile namba za kawaida. Unaweza kupitia kwenye group la Kiswahili Halaka, ukatuma ujumbe wako, kufungulia line ama tukasoma message yako, ama unaweza kutumia namba kwamba ni ya Sheikh Omar ambayo ni namba 2022625134, ama unaweza kutumia namba yangu ambayo ni 5126277009. Hizo ni namba ambazo kwamba unaweza kutumia ujumbe wako, ama unaweza kupitia kwenye group la Kiswahili Halaka ambalo unaweza kuandika swali lako tukamsomea Sheikh. Kwa leo Sheikh sijui kwamba kuna baadhi ya maswali ambayo kwamba Sheikh Omar alikuagizia, unahitaji nianze tena kuyasoma moja tuanzie hapo inshallah. Anza kusoma moja inshallah. Mnanisikia? Swali la kwanza linasema, je, ni lazima kusoma dua ya kufungua swala au sio lazima? Na kama ni lazima, dua gani ndio bora? Hiyo ni swali la kwanza. Sijui ni asome yote ama tuende na moja Sheikh.
naona namba ya Sheikh imetoka kwenye line. Halo. Naam. Mnanisikia? Ndio tunakusikia. Alhamdulillah, basi niko tayari. Naam. Kama swali la kwanza nasema, je, ni lazima kusoma dua ya kufungua swala au sio lazima? Na kama ni lazima, ni dua gani ndio bora? Hilo ndio swali la kwanza. Kwa nimeuliza sijui nisome yote mawili matatu ama twende na moja kwanza. Twende moja manake sawa. Pengine mwenye kuulizwa anaweza kusahau, kwa hiyo twende moja kwa moja. Sawa inshallah. Kwanza alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sisi Waislamu tunajivunia kuwa tuna dini ya haki na dini yetu imepangwa na Mwenyezi Mungu, na baada ya kupanga kukamili akatuma mwalimu wa kusomesha, basi ni lazima tumfuate mwalimu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye mwalimu wetu. Kwa hiyo Muhammad alikuwa anapofunga swala, kufunga swala ni takbira ya kwanza ile tunaita takbiratul ihram. Umefunga swala, Allahu akbar, unaanza kusoma dua, ile dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma na sisi tunaisoma. Unajua pia binadamu wanasema ili jambo la bwana mkubwa, ili jambo la bwana mkubwa. Kwenye Uislamu hakuna la bwana mkubwa. Sisi wote Muhammad msimamo wetu, na sisi wote tunafanya yale aliyofanya. Ndio alivyoabudu Muhammad, ndivyo sisi tunapaswa kuabudu. Kwa hiyo tunasoma dua ya kwanza ya ufunguzi wa swala, ni sunna, sio faradhi. Kama hukuisoma swala, unasoma suratul Fatiha na una vitu vyote unavifanya. Kama hukusoma ile dua ya kwanza ya ufunguzi, swala yako iko vizuri na itapokelewa kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa tu zile pointi za dua ya kufungua swala ndizo zitakuwa umezikosa. Yule ambaye amesoma amepata zile pointi, wewe ambaye kuisoma swala yako inakubaliwa, lakini kuna pointi ambazo zimepungua kwa sababu kusoma ile dua ya ufunguzi. Naam. Sio faradhi, sio lazima, lakini unapokuwa unafanya, kuna vitu ndani ya swala vinaitwa sunani. Hivi ni vitu ambavyo ukifanya ujira wako unakwenda ongezeka. Kama ukifanya, ujira wa swala unaupata ukamilifu. Hiyo ndio tofauti tu. Na je, ni dua gani bora? Dua yesoma Mtume, watu wote wanaisoma, ni hiyo dua moja ambayo
Sheikh Omar anaweza kuitusomea kidogo? Subhanallahumma bihamdik tabaraka ismuk la ilaha ghayruk. Watu wanasoma hiyo kwa kifupi. Subhanallah wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa la ilaha ghayruk. Hivi ni sentence tatu zinamsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake wewe umesimama mbele yake, jambo la kwanza unaanza kumsifu. Sasa hii si lazima, lakini unapofuata zile sunna, kwa mfano mahala pa kuweka mikono, kwa mfano wa kukalia mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia ndani ya tayatu, na tayatu ya kwanza unakalia mguu wa shoto, tayatu ya pili unakaa chini kabisa mguu wa shoto na kwa chini mguu wa hivi ni vitu ni sunna. Hukuvifanya swala yako iko pale pale, lakini yule ambaye amevifanya anapata pointi zaidi. Sije kama mtakuwa nimeeleweka. Amika. Swali la pili linasema ni wapi Muislamu anatakiwa kufunga mikono wakati wa takbiratul ihram? Alhamdulillah, lakini kabla sijasahau jamani, tuwe tunatafuta, kuna kitabu alichoandika Sheikh wetu Mungu amrehemu Muhammad Nasr Albani, kinaitwa Sifatu Swala. Kitabu hicho anasema neno la Mtume sallallahu aliwaambia Waislamu, sallu kama aitumuni uswali. Jamani, mswaleni, mswamishe swala zenu, mfanye vitendo ndani ya swala vile vile nilivyovifanya. Sasa huyo Sheikh wetu Muhammad Nasr Albani akawa ametayarisha kitabu cha kuonyesha uswali kama vile unavyomuona ni kwa Mtume ambaye sasa alikuwa kiswali. Sasa kitabu hicho jamani, tuwe tunajitafuta, Sifatu Salatu Nabii, kinaitwa kwa Kiarabu Sifatu Salatu Nabii, na kimefasiriwa kwa lugha mbalimbali. Kwa hiyo ni fasi gani, turudi kwenye swali, ni fasi gani pa kuweka mikono wakati umekwisha funga swala? Mikono Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiinua, inakuwa mikono inalingana na mabega. Unainua mikono yako, yani viganja vinakuwa mbele, nyuma ya viganja vinatizamana na mabega yako, au incha za kidole kirefu zinafikia kwenye masikio, chini ya masikio. Hiyo ndizo riwaya mbili ambazo ni riwaya sahihi za kujivunia. Sasa ukishainua mikono kama hivyo, umenyosha vidole, umeinua mikono kama vile umeserenda bila jeshi la limekushinda, kama kuteka mafanya mateka, basi unasalina mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapoinua mikono unaifunga kwenye kifua. Unakuta msikitini watu wanafunga, wengine juu ya tumbo, wengine chini ya tumbo, wengine juu ya kitofu. Yote hiyo ni kuhangaika, maana kuna swali vile ulivyomuona shangazi yako na swali, unaswali vile ulivyomuona mjomba wako na swali. Basi unawafuata watu, lakini hujamfuata Mtume, ndiyo tatizo. Sasa sisi tujitahidi kumfuata Mtume, ni kufunga mikono juu ya kifua. Naam.
Naam. Tatu nasema, je, ni sawa kufunga mikono tena wakati unatoka kwenye rukuu kabla ya kwenda kwenye sijda? Kuna watu wamefata wanavioni. Maneno haya yana tafsiri mbalimbali. Riwaya ni moja, lakini hiyo riwaya inafasiriwa, watu wanatafuta. Kuna wengine wanafata Sheikh Abdulaziz bin Baz, Mungu amrehemu, wanafunga mikono baada ya kutoka ndani ya rukuu, wale tena wanafunga mikono. Sheikh wetu anasema, riwaya inasema Mtume alikuwa akiweka mikono yake kufunga mikono yake kwenye kifua alipokuwa amesimama na swali. Sasa Sheikh wetu Abdulaziz bin Baz anasema, kwa hiyo mtu akitoka kwenye rukuu akirudi itidali anakuwa amesimama ndani ya swala. Sasa alifunga mikono. Mashehe wengine ambao tunawaya kama vile Sheikh Muhammad Nasr Albani anasema hapana, kisimamo cha kutoka ndani ya rukuu sio kile kisimamo cha kusoma surati al-Fatiha, kusoma visomo vingine. Kwa hiyo mtu akitoka ndani ya rukuu asimame tu, anyoshe mikono yake, viungo virudie mahala vilipokuwa, mahala pa kawaida. Sasa mahala pa kawaida mtu anaposimama ni kuacha mikono yake minyorosha. Sasa hayo ni maoni ya mashehe ambao wanamunga mkono Muhammad Nasr Albani, na wengine wenye kumunga mkono Sheikh Abdulaziz bin Baz, Mungu awarehemu wote, wanafunga mikono baada ya kutoka rukuu katika itidali. Na yote ukiyafanya hayabatilisha sala, wala usisumuje kuyatafuta hayo. Tafuta yale maneno makubwa, lakini ukichagua kumfuata Sheikh anayesema tufunge mikono baada ya kutoka rukuu, unaweza kufanya hivyo, maana unasema namfuata mjuzi. Lakini mimi successor nafata mwanachuoni wa hadithi Muhammad Nasr Albani, ukitoka ndani ya rukuu unaachia mikono na nyosha tu, na wengine wanafata kufunga mikono kama hivyo tumezungumza. Naam, shukran Sheikh. Swali namba 4 inasema, je, inaruhusiwa kutikisa kidole wakati wa tashahud tahiyat? Na ni wakati gani? Yani kuna wale ambao wanaanza kutikisa kidole wakati wa kuanza kusoma ashhadu an la ilaha illa Allah, na kuna wale ambao anaanza mwanzo wa tahiyya, wanatikisa kidole muda wote wa tahiyatu. Naam. Hiyo manake ndio nimesema, manake kusoma vitabu vya dini kama kana wakati, lakini wakati mwingine unakuta mtu ana wakati wa kukalia kusoma vitabu, mtu anahangaika na maisha. Lakini tuenye kwenye swali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitingisha kidole pole, sio kupiga kidole. Wengine wanasema ni kupiga shetani, wengine sio wanasema hivi, maana ni mengi. Lakini Mtume alikuwa akinyosha kwanza kidole, kisha baada kunyosha mwanzo wa tahiyya, tu alikuwa akinyosha kidole. Baada kunyosha anakitingisha kidogo, sio kutingisha tu kama vile tikila kidole. Wengine
anakaa kidole amekinyosha, akifika kwenye ashhadu an la ilaha illa Allah alafu anatikisa kidogo anasimama. Hapana, riwaya sahihi ya kujivunia ni ile ya kusema Mtume alikuwa akinyosha kidole na kuanza kutingisha mwanzo wa tahiyya mpaka mwisho wa tahiyya, lakini alikuwa hapige kidole sana. Naam. Ndiyo, swali la 5 linasema, je, anaruhusiwa Muislamu kusoma dua yoyote wakati wa sijda baada ya kusoma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Na kama anaruhusiwa kusoma dua, je, anaweza kusoma dua hiyo kwa Kiswahili? Unajua hizi lugha zote watoto wa Adam wanasema ni Mwenyezi Mungu amejalia hivyo kutaka awatizame. Wale watajivunia lugha zao kwamba lugha zetu ni bora kwa sababu sisi ndio bora kuliko watu wengine, lakini lugha zote ni sawa. Sasa Mwenyezi Mungu kwenye dini yetu ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu ametuchagulia lugha ya Kiarabu. Sio kwamba lugha nyingine ni duni, hapana. Kachagua vile alivyotaka. Kama vile alivyochagua kugwekea masikio yako mbele, macho yako mbele ya sura yako, na masikio akachagua kuweka pembeni. Anafanya anavyotaka Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo turidhike na yale aliyotuchagulia. Ndani ya swala hairuhusiwi kusema lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Na Kiarabu kizuri ni kujaribu kusema yale aliyosema Muhammad bin Abdullah, ambaye Mungu amemchagua kuja kuwa mwalimu wetu. Na kusema lugha ya mwalimu wetu ndio tuipende sana kwa sababu ni lugha ya Qur'ani. Sasa wakati unaposujudu, hadithi ya Mtume inasema unaposujudu weka uso wako chini, kama vile mitume wengi walivyofanya au mitume wote walivyofanya. Hili ni jambo ambalo ni jambo ambalo linamtia binadamu kujiweka mbele ya Mwenyezi Mungu, mdhalili wa mwisho, kumwonyesha Mungu kwamba ya Rabbi, sina lolote wala chochote, mimi si chochote mbele yako ya Rabbi. Anaweka uso wake chini. Mahala pale Mtume anasema ni mahala pa kuomba dua. Sasa hiyo dua ni bora iwe katika Kiarabu. Na kama hujui Kiarabu, basi wewe tu kisha subhana rabbiyal a'la, walakini sisi tusiwe tunatoa udhuru kwamba si Kiarabu. Kwa nini usome Kiarabu? Kwa nini umesoma Kifaransa? Kwa nini umesoma Kiingereza ukajijua? Sasa kwa nini usome Kiarabu na ukajijua ambacho Kiarabu kitakusaidia katika maisha yako hapa duniani na kesho akhera? Ni bora mtajitahidi. Na leo hii jamani, hatuna udhuru. Unaweza kujisomesha mwenyewe kutumia teknolojia za kisasa. Wewe tu ukiingia tu kwenye Google, ukisema tu Arabic lesson, kinatoka. Kiarabu ataanza kusomesha herufi ni alfabeti mpaka utasema Kiarabu. Mimi hapa nimeingia Marekani, mimi nilikuwa na Kiingereza kidogo nilichotoa kwenye embassy ya Marekani Bujumbura, lakini baadaye nikajifunza Kiingereza. Leo natoa hutuba msikitini, katika msikiti wangu wa Dallas natoa hutuba kwa Kiingereza na wahutubia Waingereza, na nawauliza baada ya hutuba, nawaambia jamani, mnasikia Kiingereza changu? Wanasema Sheikh, tunasikia Kiingereza chako vizuri sana. Sheikh, unajua Kiingereza, unajidhania kama hujui. Sasa kwa kifupi, ndugu zangu,
tusome Kiarabu, tuna lugha ya dini yetu jamani. Utapata raha, wallahi utapata raha peponi binadamu unapokuwa umeshikamana na dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lugha zingine tulitumia baada ya kutoa salamu, lakini ukiwa umejaliwa kusoma, leo tuna Husnul Muslim, tuna kitabu kadogo kana madua mbalimbali, na wamejaribu kuyafasiri kwa Kiingereza au Kifaransa, na wamejaribu kumpa mtu asiyejua Kiarabu namna anaweza kusoma hiyo dua. Wameandika herufi za Kizungu, Kiarabu kwa herufi. Tukitahidi inshallah. Naam, shukran Sheikh. Swali lenye kufuata linazungumzia kuhusiana na dada zetu ambao kwamba huwa wanaweza kutoa mawaidha ama kutoa dawa katika ima kwenye jamii ama katika mitandao. Je, kidini mwanamama anaruhusiwa kutoa darsa ama kutoa dawa na sauti lake likaweza kusikika mbele ya watu ambao kwamba sio mahram zake? Ndio swala hilo. Swala hilo jamani, tumshukuru Mwenyezi Mungu wallahi. Samahani mimi pengine nisije nikawavuruga wasikilizaji. Mimi siku moja hapa Dallas nilimsikia mama mmoja ametoka Bujumbura kuja kuona watoto zake hapa. Halafu nilimwacha Bujumbura, ni mke wa fulani ambaye namjua sana, alikuwa hajui kitu. Na wakati huo tunaambia jamani, kina dada shikamani na dini yenu, jamani kina kaka shikamani na dini. Wallahi toa mawaidha hapa Dallas, amekuja kuona watoto wake. Sasa akawa nauliza, kuna shehe moja wa kwetu Burundi alikuwa kitu Success, nasikia iko Marekani, jamani hamwezi kujua faziko. Wakasema Success sasa hivi kama mnahitaji kumuona tutamuita sasa hivi. Nikaitwa, nikwenda kumtizama. Alitoa madarasa, akatoa maaya na mahadisi, nikalia wallahi, na uzee wangu ninilie machozi. Mama fulani ananiambia hivi, wanawake Bujumbura tumeamka sana. Ile kelele kwa kitu ukipiga pika ya kutuamsha, tulipokuza tulijiamsha wenyewe. Hivi tunakwenda vizuri sana. Katoa mawaidha. Sasa narudi kwenye swali jamani, samahani. Naam. Kina mama anapata thawabu kubwa kama vile anapopata mwanaume anapolingania dini ya Mwenyezi Mungu. Maswahaba walikuwa akija kumuuliza Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kumuuliza maswali mbalimbali, na Aisha alikuwa akiwafundisha. Lakini kina dada wachukue mtindo wa conference ya kwetu, kwa kufundisha Uislamu, watu wasikie sauti yako. Wewe dada, ndivyo Mungu alivyokuumba na ndivyo Mungu alivyokufanya. Wewe ni kiwindwa cha wanaume. Mwanaume kikupenda na kuwinda kwa njia yote. Ikiwa ni mtu mzuri anakuinda kwa njia nzuri, ikiwa ni mtu mbaya anakuinda kwa njia mbaya. Sasa ni kina dada kujikinga na kujionyesha mbele ya wanaume. Mwanamke afundishe dini, atoe mawaidha kama vile Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa akifundisha watu nyuma ya pazia, yani anafundisha maswahaba wasimuone. Na hali ilikuwa ni mama yetu, hatuna haja kumtamani, hatuna haja ya kumuoa. Yeye ni mama yetu, wakeze mtume. Mwenyezi Mungu alituambia hawa ni mama zenu. Sasa dada yetu Muislamu anapata ujira mkubwa anaposomesha dini ya Mwenyezi Mungu.
lakini asijitoe nje, kama vile tunavyoona kina dada wengine wanakuwa kwenye internet wanaonekana sura na hivi. Basi haya ni makosa kabisa. Unapata ujira wa kutangaza dini na unapata makosa ya kuwa unajionyesha mbele ya wanaume. Naam. Shukran Sheikh. Kwa tunashukuru sana kwa ufafanuzi huo. Kwa sasa naona ndio maswali ambayo kwamba nimepokea. Ningependa tu kuwakumbusha ndugu wasikilizaji kama kuna maswali yoyote wanaweza kuwa kuna hayo, wanaweza kukadimisha uweze. Naam. Nipo. Kama kuna nasaha yoyote na wewe vile vile tunaukaribisha uweze kuzidi kutunasihi, sababu wewe kama mzazi wetu, shekhe wetu, mwalimu wetu, tunakuomba vile kabla maswali hajaja. Naam. Jamani, mimi nagangania kwenye swali la mtu kujichunguza. Jamani, alikuwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akiwaambia Waislamu, jamani, mjifanyie account kabla hamjafika mbele ya Mwenyezi Mungu. Akawafanya account akakuta mmehomba. Sasa alikuwa akisema hasibu anfusakum kabla tuhasabu. Jamani, hebu jichunguze kwenye account yako kwa Mungu, umekwisha weka nini? Manake usije kwenda kutafuta kwenye account umekwisha omba zamani kwenye account wanakudai. Sasa wewe usijivunie kwamba na wewe una amali na wewe hakuna kilichotanguliza. Kwa hiyo binadamu kwa katika surati al-Hashr, binadamu Mungu anamwambia binadamu, ya ayyuhalladhina amanu taqullah walitanzuru nafsum ma qaddamat lighadi. Jamani binadamu, viumbe wangu, wapenzi wangu, Mungu wallahi, Mungu anatupenda kuliko vile tunavyojipenda. Wewe unajipenda, unaweza kujipa nini? Kakupenda kakupa uhai, unaweza kujipa uhai. Kakupenda kakupa macho. Wewe ukiwa kipofu, hakuna mwingine atakupa macho ila ni yeye. Siku nyingine unaweza kuomba dua kipofu akawa akatoa macho. Kwa hiyo Mungu anatupenda na sisi tumpende. Mungu anatukumbuka na sisi tusimsahau. Vipi utamsahau yule asiyekusahau? Vipi utamsahau yule ambaye huna uhai mpaka yeye akupe uhai uishi miaka 100? Wenzako wanakufa hata hajamaliza miaka miezi miwili tu katika tumbo la mama yake, Mungu anamchukua. Japo mtu anakuwa hajawekwa roho ila mpaka miezi 4, lakini kwa wengine anakufa miezi 4 hajafika. Wengine wakufa baada ya miezi 4, wengine wakufa baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo Mungu tena tujijue, wallahi Mwenyezi Mungu kuduficha siku ya kufa. Haya ni mapenzi makubwa sana. Ebu shekhe wangu, wewe ukijua kwamba unakufa wiki ijayo, wallahi utaanza kushindwa kula, utaanza kushindwa kulala, usingizi hupate. Jamani, sasa nakwenda nitafanya nini sasa? Usijui nini, maana utajuta. Mungu tuficha siku ya kufa ni rehema zake na mapenzi yake. Tusije tukababaike mpaka tunakosa raha sababu ya kujua kwamba tutakufa siku fulani. Sasa ikiwa ndio mwenyewe ametuhurumia, lakini swali, je, mbona ametuhurumia asituambie siku ya kufa tukababaika? Lakini wewe unajua kama siku tunaweza kafa, umekwisha jitayarisha? Hilo ndio swali, ndio nasiha yangu. Jamani, tujitayarishe kwenda kwa Mola wetu aliyetupenda.
twende hali yako na sisi kumpenda. Hiyo ndio nasiwa yangu baba. Naam Sheikh, shukran. Kuna swali kidogo naona ndugu yangu amependa kuuliza. Kuna kama kuongezea tu kwenye swala ambalo kwamba limetoka kujibiwa. Nasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuhusu mwanamke anayetoa mawaidha hata kama akiwa amevaa hijab, pia itakuwa ni vibaya? Nategemea ndugu muulizaji, labda Sheikh ungefafanulia zaidi kuhusiana na hii hijabu. Si ni hijabu ya kuvaa ama ni hijabu ya kuwa nyuma ya ukingo? Kwanza tuelewe hijabu na kwa nini hijabu. Kwanza, kwa nini hijabu? Kujibu swali hilo ni kwamba wewe dada, wewe mama, Mwenyezi Mungu kakupamba. Amekupamba kwa vitu vingi sana ambazo sina haja kuvitaja. Mwanamke Mungu amempamba. Sasa kama wewe hujamshukuru Mwenyezi Mungu kukuumba mwanamke, wanaume ukuilie, basi utakuwa umejisahau mwenyewe. Sasa yeye baada ya kuwa amekupamba na kuambia haya mapambo usionyeshe kila usionyeshe watu wote, watakuvamia mama. Wakukuvamia watakwenda wanasoroneka, watakwenda wanafanya mpango siku moja uvamiwe. Sasa wewe ukiwa umefuata zile sheria za Mwenyezi Mungu, ambazo hizo sheria ni huruma Mwenyezi Mungu kutaka si tuishi vizuri, tuenjoy, tuweze kufurahia na ni uzima wetu hapa duniani, lakini furaha yetu ifate zile njia yake, zile njia Mwenyezi Mungu. Wewe dada, wallahi usije tukadanganyike tukababaike kwamba huku uzunguni, Mauraya na Marekani na wapi huko uzunguni wanawake wako uchi. Hawa wanawake manake wamepewa uhuru wa kujifanya wanavyotaka. Wallahi, tena wallahi, Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake na huruma wake ametupangia sharia ili tuwe watu safi. Wallahi, tuwe watu safi. Usafi wenyewe ni kufuata zile njia Mwenyezi Mungu anazitayarisha, ndio unakuwa mtu safi. Natoa mfano kutokana na hili swali. Mama anapokuwa amekubali Uislamu, hajafata zile amri za mafunzo ya Uislamu natokana na aya na hadithi, kuweza kujifananisha na vile Mungu anavyotaka, huyu amehomba. Utakuja kujikuta wewe umekubali Uislamu, unakwenda kuhukumiwa pamoja na wanawake wa kikafiri. Usije ukakosea ukafikiri labda nijifanye kama wazungu ndio nitakuwa mtu wa maendeleo, nivae uchi ndio nitaonekana mimi ni mtu wa. Hapana jamani, tujue. Mimi nakupeni mfano. Wewe una mali zako, pesa zako unazificha ndani ya benki, zenye umetoa benki leo unazificha mfukoni, huweze kuziweka wazi. Vipi unaacha mke wako wazi? Vipi unaacha binti wako anakuwa wazi, anakuwa uchi? Sasa uzuri wa mke wako, manake ni pesa zako unazipenda kuzificha kuliko mke wako, kuliko binti wako. Sasa Mungu anataka
vile ulivyoficha pesa zako sawa, utajiri wako utajikuonyesha barabarani, lakini sasa usisubutu pia kumwacha mke wako akae hovyo. Ule uzuri alionao ni wako uwe mume, hana haja kuonyesha mtu yote isipokuwa pengine mama yako, baba yake, au wale wazazi wake, gaga zake, watu ambao wasiyeruhusiwa kumuoa ndio wanaweza kuona. Lakini pia kwenye adabu, uweza kukaa uchi mbele ya baba yako na mama yako na wewe ni Muislamu. Sasa makafiri unamkuta mama na baba wamekaa kwenye saburi huko, wamepandisha miguu, unakuta wote wanakonyeshana mapaja. Basi unakuta kama vile binadamu asiyemjua Mungu anakuwa wallahi kama vile viumbe wengine wasikuwa na faida, wasikuwa na akili, wasikuwa na tabia. Narudi kwenye swali. No. Mama anapokuwa amejifunika mwili mzima, jamani, kuna wanaume wanapenda miguu ya mwanamke. Usije wewe ukafikiri kwamba wewe kiwili chako chote kizima kifiche watu wote mpaka umewako peke yako. Sasa mimi naeleza, nguo ya mwanamke lazima iwe ni kubwa, imefunika kiwili kizima, halafu iwe ni rangi moja, iwe kama ni nyeusi, kama ni nyeupe, isiwe na virangi vya kuvutia. Anapita kwenye kona paka wa vijana wanamtizama, mbaki nguo zina meremeta. Yote haya jamani, mtu akiwa mcha Mungu anajikinga na hizo fitina hizo. Kujikinga na hizo fitina hizo. Sasa sijui kama swali litakuwa limejibika au bado. Naam. Nafikiri ndugu muulizaji alikusudia wakati huyu mwanamama anatoa mawaidha kuwa nyuma ya kuvaa hijabu ni au nyuma ya pazia. Yeah. Hijabu mmoja, mwanamke anapotoa mawaidha asimame mbele ya wanawake wenzake. Kama ni msikitini, ile mic inatoa sauti yake kwa kina kaka, lakini yeye amesimama mbele ya wanawake wenzake. Manake katikati yake na wanaume kunakuwa ukuta, kunakuwa kama vile pazia. Sasa ile pazia ni kusema mwanamke anapotoa mawaidha asiwe wazi mbele ya wanaume, asionyeshe wazi mbele ya wanaume. Ndio maana ya pazia. Shukrani. Ndugu muulizaji amefahamu hapo. Swali la kufuatia linasema, je, ni lazima maamuma kusoma suratul Fatiha? Na kama ni lazima maamuma kusoma suratul Fatiha, je ataisoma wakati gani, wakati imamu anasoma suratul Fatiha? Naam. Riwaya bwana zimekusanywa, manake sisi watu wa hadithi, manake tuna enjoy kusoma na kufatafata mariwaya na kufatafata watu wenye waleta mariwaya na nini, kujua hii sahihi, hadithi ni sahihi na hii ni dhaifu kwa nini na hivyo tunafuata. Lakini kwa kifupi, riwaya zimekuja ni riwaya mbali nyingi, zinasema usisome kitu nyuma ya imamu, na riwaya zingine zinasema kama ukusoma sura Al-Fatiha ni swala kwa swala hamna, na riwaya zingine zinasema swala ujira wake unakuwa unapungua. Sasa mimi huyu ninapohangaika na kutafuta nipate hata riwaya moja
inashinda riwaya zingine. Wapi? Sijaipata mpaka leo. Nafanya nini? Na wanachuoni wamejaribu kutoa nasiha. Nafanya nini mimi? Nafuata wanachuoni wanatoa nasiha kwamba imam akisha fanya takbira na kusikia soma surati al-Fatiha, amin, haraka pale kabla imam hajaanza kusoma unaanza kusoma Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Imam akianza kusoma unasimama. Wewe unaandikiwa kwamba umesoma surati al-Fatiha lakini umenyamaza kwa sababu ya kuogopa zile riwaya zinasema imam akisoma nyinyi wa mamu msome kitu. Sasa manake ikiwa imam hajakupa nafasi, imam unakisha soma amina tayari imam kisha sura ya pili, basi unakuwa unavizia wakati anasimama. Hata akimaliza kabla hajaingia rukuu unasoma hata neno kidogo tu, hata neno moja ndani ya surati al-Fatiha, ili siku ya kiyama ionekane na wewe ulianza surati al-Fatiha lakini ukaogopa riwaya zinazosema imam akisoma simama usiseme kitu. Hivyo ndivyo wanachuoni, baadhi ya wanachuoni wanasema, na ndivyo na mimi nafanya hivyo. Imam akisha sema wala dhalin amin, minaza bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, alikianza tu nyamaza, ili nakuwa na heshima zile riwaya zote mbili zinazokuwa na yote hayo kujitahidi. Kuna baadhi ya vitu viko ndani ya dini haviko wazi. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka tujitahidi. Atizame nani anajitahidi kupatia, watu washindani kupatia. Na anatoa mfano katika Ramadhani tuna Lailatul Qadri. Hii Lailatul Qadri wanachuoni wanasema Mungu ameificha si kwa sababu kadoficha kheri, hapana, ni kwa kutaka tufanye kheri zaidi. Manake watu waswali usiku kuitafuta hiyo Lailatul Qadri, haujui manake Mungu hajahitaji tu ni siku fulani. Watu wote wanafanya ibada zao siku hii, lakini aliponyamaza haikuwa wazi. Watu wanatafuta, wanafanya ibada siku nyingi, zile siku 10 za mwisho zote. Basi na vile vile tunapokuwa tunapata jambo ambalo ndani ya dini halikuwa wazi, tusifikiri kama Mungu ndiye ametuficha. Hapana, hakuna jambo Mungu anaficha. Mungu anataka akuone unajitahidi kulitafuta hili jambo. Kila unapolitafuta jambo ambalo ni zito, na ndio unaandikiwa ujira kwamba umesumbuka kutafuta dini yako. Naam, shukran Sheikh. Swali lingine limetokea Canada, linasema mwanamke au msichana akiwa amejaliwa kuwa kuhifadhi Qur'an, sheria amruhusu kupewa nafasi ili afungue kikao kwa kuisoma. Je, tunaweza kumpa nafasi hata kama watakuwepo wanamume? Ni yale manake ni yale ya kuepukana shari ya kina mama. Manake na karidi neno hili kusema kina mama Mungu amewapa mapambo yanafanya wanaume wawapende sana. Sasa unapokuwa uko mbele ya watu, mbele ya wanaume, wewe dada au kibinti kinaanza kukua kidogo, kina miaka ya kubaleghe, hapana, hiyo unaita fitina mbele ya wanaume. Kama itaonekana kuna maimamu wengine au walimu wengine wanaona kuwapitisha mbele pia na watoto wanawake, manake ni kama vile kuwafanyia encouragement, au ni kama vile
kwa pamori wa kuendelea. Ndiyo, lakini kama utafanya hivyo kwamba unataka kuwakaza moyo tena kina dada nao wahifadhi Qur'ani, sawa, asome akiwa mbele ya kina mama, asionekane mbele ya wanaume. Asome sauti yake vige kwa wanaume, lakini wanaume wasimuone. Hiyo inakuja katika njia ile ya mama anaweza kufundisha Uislamu lakini asikai mbele ya wanaume. Sauti yake ndio inaweza kufikia kwa wanaume. Lakini wanawake wengi duniani unakuta akisha kuwa tena mazoea kusema basi ndiye anatanuka mbele ya wanaume. Ili si jambo zuri kwa kina mama. Lazima wajielewe Mungu aliwapenda na amewafanyia njia bora ya kutaka wahifadhiki wasije wakavamiwe. Sasa huyu mtoto binti akisha kuwa balighi asomee wanaume. Akisha kama ni kibindi kidogo kinaweza bado hajafikisha miaka ya kubalighi, anaweza kaingia kwa wanaume, anaweza kuingia mahali popote, lakini si jambo la kuwazoeza mabinti bado wadogo. Ni kuwafundisha ile njia kina dada. Akiwa binti mdogo tusimzoeze kumchanga na wanaume, maana atakisha kuwa anafuata ile njia iliyozoezwa. Kwa hiyo kwa hiyo nasema huyu binti anahifadhi Qur'ani, wampe maiki asome mbele ya kina dada msikitini pale au kwenye mahafali kama vile kwetu tulivyozoea. Sisi kama bado naendelea, tulikuwa tukiwa na ndoa na nini, unaona wanaume wanakaa peke yao, wanaume peke yao, nafasi yao katikati na kwa ukingo. Kama bado yapo, anaweza kapewa maiki akasoma, yuko upande wa wanawake, sauti yake kwa inafikia kwa wanaume na wanawake, hakuna wasiwasi. Kabla sijasahau, hapa nafikiria hapa Marekani kama New York, kuitokea mama moja wakawa ni maana unajua imani, watu wanafuata dini vile wanavyotaka, na wengine wanasema wana mtume wao kinyume cha Mtume Muhammad na nini. Sasa kuitokea kina mama wakawa na madhehebu, mama anawaswalisha watu na nitoa mawaidha, anajua kusoma Qur'ani. Sasa watu wanamwamini kama ni naye anaweza kuwa imamu. Kwani sio imamu? Kwani mwanamke sio imamu? Uislamu unadhalisha wanawake. Basi unakuta propaganda kama hizo za kikafiri, mpaka wanamweka mama imamu. Ni haramu kabisa bwana. Haramu kabisa maana kuambia wanaume na anafanya imamu ya mambo hayo hamna katika Uislamu, ni haramu kabisa. Nilikuwa ndokeza tu hilo tu. Naam. Shukran Sheikh. Bado vile vile naona maswali yamesimama kidogo. Nipenda tukumbusha ndugu zangu, bado fursa tunayo, na shekha wetu, mzazi wetu bado yupo kwenye line, anaweza kuzidi kutunasihi. Namba za kutumia namba yangu vile vile ni 512-627-7009. unaweza kunitumia message, ama kwenye group unaweza kaandika message yoyote tukasoma swali lako. Karibuni jamani.
Naam Sheikh, labda ni mwenyewe nipendelea kuulizia kusikana katika mlango wa fadhila za wazazi wetu na vile vile watoto kwa wazazi wao. Je, ni fadhila gani ambazo kwamba mtoto anawajibika kumtendea mzazi wake, na vile vile ni fadhila zipi ambazo kwamba mzazi analazimika kumtendea mtoto wake? Kama japo ikhtisari kidogo tu kuweza tufaidishe jamii. Wallahi swali lako ni swali ambalo limechukua ule mpango wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kapanga viumbe kuendelea ni kuzaana, kwa njia ya kuzaana. Mungu alipoumba akaumba kwa mpango mzuri wa Mwenyezi Mungu. Sasa mpango uliyepangwa kwa viumbe vinaendelea kwa kuzaana. Kuzaa manake mtoto anazaliwa na yeye kesho naye nazaa, na yeye ndio majukuu anakuja kwa Adam, kutoka kwa Adam mpaka leo. Mungu amekwisha tujaribu, katuwekea marangi mbalimbali, yote ni mitihani. Sasa ikiwa mtu kwanza mtu anapokuwa ana watoto, viko vitu vingi Uislamu na muomba kuwafanyia hawa watoto ili na wao waje kuwa wazazi wazuri kama alivyo. Sasa mitume wamezaa, mitume kwanza wameoa, kisha wamezaa, wamelea watoto. Mimi nikisimamia hapo tu, kuoa kisha kuzaa, hapo kabla watoto hawajapatikana, ziko njia zinazoonyesha kwamba wewe ukipitia njia fulani utakuja kupata mke mwema. Huyo mke mwema atakusaidia kutafuta kuwa na watoto wema. Jambo la pili, maana wewe kupata watoto wema watafutie mama mwema. Jambo la pili, hawa watoto watakukumbuka wakati utakuwa huna la kujisaidia, umekwisha kaburini. Kuna mambo yatakusaidia. Haya mambo ni matatu, lakini inaweza kuelezea hadi linalohusika na swali lako. Mojawapo katika haya mambo matatu ni waladu salih yad'u lahu, mtu kuwa na mtoto mwema akawa na muombea mzazi. Sasa mtu wewe mwenyewe ujihurumie wakati kuwa kaburini, huna la kukufaa ila lile ulilolitengeneza mwenyewe bado uko hai, kama hiyo sadaka tujaria, elimu yuntafau bihi. Umejenga shule, umenunua vitabu, umefika shuleni, umenunua misafu, umepeleka msikitini au madrasani, yani umetoa sadaka zile zitakazoendelea wakati umekushafika. Na letu ni waladu salih yadu lahu, kuwa na mtoto mwema anakuja kwenye kaburi yako anakuombea dua. Sasa ujifikiri umekosa kumlea mwanao vizuri, umekufa, yamekuja amelewa. Sasa anauliza watu, jamani, hawawezi kunionyesha kaburi ya baba yangu, hawawezi kunionyesha kaburi ya mama yangu. Wanamuonyesha kaburi, alafu akiwa na haja pale anakidhi haja yake juu ya kichwa chako. Sasa haya ni wewe mwenyewe ndio uliyataka, manake kumlea mwanao kidini ili atakapokuja kwenye kaburi lako
aanze kumulilia Mwenyezi Mungu, machozi yanamtoka na huko anatonga na mwambia Mwenyezi Mungu maneno ya kukuhurumia wewe uliokuwa kaburini. Huyu ni mtoto mzuri ambaye anayemfaa mzazi. Sasa huyo ni mfano nimeutoa kuonyesha wazazi ni lazima wawalee watoto wao vizuri. Na ndio nimeanza kutangulia kusema kwamba ukitaka watoto wazuri watafutie mama mzuri atakayekusaidia kuwalea hawa watoto. Wewe unapowalea hawa watoto ukawapa malezi mazuri, wakaja kuharibika wenyewe. Umefundishwa Qur'ani, umefundishwa Uislamu, alafu siku moja umepanda ndege umekwenda kwa Ulaya. Umefika Ulaya huko unaanza kuvaa mahereni kama wanawake, unaanza kusuka nywele kama wanawake. Sasa hayo umeharibu mwenyewe. Lakini wazazi wako walikupeleka katika shule ya Kiislamu, nyumbani walikuwa wakizungumza maneno ya Kiislamu, wamekulea Kiislamu, lakini wewe mwenyewe umeharibika sababu ya kufuata tamaa za dunia. Sasa wazazi wana haki kuwalea watoto vizuri. Halafu watoto manake katika vitu Mwenyezi Mungu kuwatia mori watoto waweze kuwatendea wema wazazi wao ni kwamba mtoto anaambiwa atakapofanya jambo fulani jema kumfanyia mzazi anapata pepo. Mungu anamahidi malipo makubwa kwamba atakapomheshimu mzazi, atakampenda mzazi, atakapofuata wazazi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Manake Mwenyezi Mungu anawaambia watoto baada ya kutangaza kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe kuwaita watu wa maabudu peke yake, alafu akafatia wabili walidaini ihsan, akafatisha baada ya Mwenyezi Mungu kuabudiwa pale pale akaingiza wazazi, na wazazi watendiwe wema. Alafu akaongeza kutoa mfano, wazazi watendiwe wema, waheshimiwe, wapendwe. Alafu akatoa mfano kwamba watapokuwa wazazi wako wamekuwa katika hali ya kulivyokuwa wewe mtoto mdogo, ulikuwa ukija usiku mama na baba hawalale usingizi. Sasa mama au baba wamefikia kwenye hali yako ile ulipokuwa nayo wewe. Manake baba anakunyanyua haja yako kubwa na haja ndogo na umalizia kwenye kifua cha baba yako. Mama anakubeba mgongoni, unamalizia haja zako mgongoni mwake. Wallahi anakuteremsha, anakukosha, anakupa ngozi nzuri, anakupenda, anakubusu. Manake ile haja yako kubwa na ndogo limemfanyia mgongoni mwa mama yako, kwenye mapaja ya mama yako, yote anasahau kabisa, wala hajari kwamba umemfanyia makosa. Anakulea mpaka unakuwa mtu mkubwa, unakwenda kwako, unaoa na wewe. Kumbuka vile mama yako na wazazi wako walitaabika kukulea. Sasa wamekuwa wazee. Ninakumbuka siku moja nimekutumia picha ya kijana mmoja akimshughulikia mama yake mzee mkongwe, akimtengeneza, anamchana nywele, anampaka mafuta, anamkosha mwili. Kijana amependeza kweli, anatoa mfano mzuri. Sasa swali, wazazi wana haki gani na watoto wana haki gani? Watoto wana haki ya kulelewa Kiislamu. Kama kuwalea watoto wako sio kwamba kutendea wema, hapana. Mungu ndiye amepanga hawa watoto wawe watoto wa fulani. Sasa yule fulani
au fulani na mama fulani wawatimizie watoto wao haki ya kuonyeshwa Uislamu. Maana kasija mtoto akasema mimi sikujua kitu kwa sababu baba yangu na mama yangu hawataka kunisomesha. Manake wanakushitaki sasa, utapata maneno. Kwa nini umewazaa watoto kuwafundisha Uislamu? Tunakumbusha kwenye aya Mwenyezi Mungu inasema, a'udhu billahi minashaitani rajim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jamani mlinde nafsi zenu kuingia motoni, na mlinde familia zenu kuingia motoni. Wao wakushinde, lakini wewe baba au mama unaonyesha njia nzuri, halafu watoto hawataki kufuata. Wakushinde, lakini upate hoja mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba iliwapeleka shuleni, wakawa watoka shuleni wanakwenda kucheza mpira. Iliwapeleka shuleni kutaka kusoma Qur'ani, wakakataa, wakawa wanasoma Kifaransa. Basi wewe una hoja mbele ya Mwenyezi Mungu kesho. Halafu wewe mtoto vile vile ulivyoambiwa ndani ya Qur'ani kwamba wala taqulu lahum ufin, usisubutu kuambia wazazi wako, kuwaguna wazazi wako. Manake wazazi wako wanakuita fulani, njoo hapa. Mama naye hii ndio ufini kwa Kiarabu, kuwaguna wazazi. Manake makosa yote ni makubwa kuwafanyia wazazi, hata kuwaguna wazazi. Mungu ametoa mfano wa kosa ndogo watu wengi hawalihisi, kumguna mzazi. Watoto lazima waheshimu wazazi, watoto lazima wapende wazazi lazima waonyeshe njia nzuri watoto zao na wale Kiislamu. Inshallah naweza kufikia hapa, sijui kama swali litakuwa limejibika. Naam, shukran Sheikh. Ndio, nashukuru sana kwa kuniwekea wazi swali hilo. Kuna swali lingine linasema Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru sana kwa kujibu maswali hayo. Swali linasema je, ni halali kwa kina mama kuyazuru makaburi, na ni utaratibu gani wanaweza wakatumia wakati wa kwenda kuyazuru makaburi? Wanachuoni mpaka leo wamehitirafiana kusema Mtume zamani alikuwa akikataza watu wote kutembelea makaburi, kisha akawaruhusu watu watembelee makaburini. Lakini jambo limekataza kina mama kwenda makaburini ni kule kuchanganyika na wanaume kwanza. Pili, kina mama wanapofika makaburini, Mungu alivyoomba wana roho jepesi. Unamkuta mama na amekuwa vibaya kuona kaburi ya baba yake au mama yake. Sasa kule kaburini hakuna ukingo, hakuna nini, manake wanaume na wanawake watachanganyika. Ndio wakazilia wanawake wasiende, waachie kazi ya kwenda kuzika, kumbeba maiti na kwenda kumchimbia kaburi na kumzika, iwe ni kazi ya wanaume. Kina mama Mungu akawahurumia, Uislamu unawahurumia, wabaki majumbani. Sasa ukenda chunguza kwenye wale ambao hawafuati Uislamu au ni makafiri, unakwenda kwa kutizama kwenye maziko yao, wanawake na wanaume wanachanganyika, unakuta vitu kabisa vina tabia za heshima na ubinadamu na nini. Unakuta sasa makafiri wanakwenda makaburini, wanawake wamevaa uchi, wanakwenda pamoja. Sisi dini yetu haituzuie kitu, manake tuna uhuru. Wanawake wakisema hawana uhuru. Hapana, mwanamke wa Kiislamu Mungu anamhurumia zaidi, Mungu anamuelewa. Usisumuje kwenda kubebana na majeneza, kwenda kuchimba makaburi.
Kama utawachia wanaume ndio wawe majeneza wende wakachime makaburi, sasa wewe unakwenda kufanya nini? Unaambiwa na utashindikiza maiti. Unashindikiza maiti wakati umechanganyika na wanaume na wanawake katika njia za sio kumridhisha Mwenyezi Mungu. Tunaona kama unaleta fitina kuliko kusema unafuata kheri, unasababisha shari. Sasa wanawake kama wanaweza kwenda peke yao, kuna siku ya kina mama kwenda makaburini na kuna siku kina baba, lakini mambo ya kwenda kaburini inashindikana. Mpaka leo wanashindwa kupanga mpango wa kusema wanawake. Utakwenda mshituku unasema wanawake, ile ndio siku ya wanawake. Unakwenda kuwakuta wanaume tayari wamekisha kwa huko. Kuna wanawake kuna wanaume hawajakubali kufuata sheria, kuna wanawake hawajakubali kufuata sheria. Sasa wanachuoni wakaona zile riwaya zinazowakataza wanawake kwenda kama kaburini zibakie pale pale, kwa sababu kutapatikana fitina kuliko kuwa na heri kule kupatikana shari. Naam, unaweza kusimama hapo. Naam. Naona muda unazidi kurepa. Swali la mwisho nalo la kutoka kwa ndugu yetu, naona ni mazina yako Sheikh, anaitwa Isa kutoka Canada. Swali lake je, inaruhusiwa ama inakubaliwa mtu kusali akiwa ndani ya gari wakati yupo safarini? Hapana. Mtu anakubaliwa kuswali ndani ya ndege kwa sababu hana njia yote ya kufikia kwenye ardhi. Amekishatoka kwenye ardhi, yuko angani, anaswali kule angani. Na asingoje kutafuta kibla kwa sababu kule ndege na kwenda kata hivi. Sasa Mwenyezi Mungu anawasamehe wasafiri kurahisishia ibada zao. Lakini mtu akiwa kwenye gari, hasa mtu akiwa na gari yake, si mama bado teremka kwenye gari tu, kwanza upumzike, halafu utanike msura wako uswali. Lakini kama litakuwa ni gari la abiria, huna uwezo wa kulisimamisha, limekwenda moja kwa moja tangu Dallas mpaka New York, utakuwa huna budi kuswali ndani ya gari. Manake ni gari la abiria halijasimama. Lakini mabasi yote yanakwenda yanasimama mara fulani, watu wanakula, watu wanaingia, wanatoka, wanapumzisha miguu yao, wamekaa muda mrefu, ndio wakati wa kusali. Si tumesafiri kutoka New York kwenda miji mingine mbalimbali, kwa hiyo tulikuwa tukitembea na basi. Wakati basi la treni linasimama, watu waende wakale, wanapewa dakika 10-15, ndio nyakati za kuswali. Ndio wakati unateremka unaswali. Lakini kuswali ndani ya gari liko kwenye ardhi, kwa kweli hilo litakuwa ni gari ambalo umepata matatizo. Kuna ibada wakati wa matatizo, wakati wewe mgonjwa, wakati wewe umekosa namna, pengine umezuiliwa na polisi, pengine ibada ya wakati wa matatizo ni kujitahidi. Ni kujitahidi kwa upande wako mpaka ujikurubishe, uwe karibu na hiyo sheria inavyotakiwa. Ukishindwa unamwambia Mungu, mimi sasa nimeshindwa, sina kufanya. Unaswali uko ndani gari hivyo umekaa. Naam. Ndiyo Sheikh, shukran. Kwa kweli kama nilivyotanguliza, tutazidi tu kuzitoa shukrani za dhati kwako na kwa ndugu zetu wote ambao kwamba wamepata kipindi hiki, na hasa mashekha wetu, kipindi ambapo kwamba tunakuhitajieni muweze kutuelimisha, mnakuwa mko na urahisi wa kuweza kuitika wito wetu. Nitazitoa shukrani
nyingi sana kwako mzee wetu, baba yetu, kwa afya wako mwingi sana, mara kwa mara kuna ukaribu sana na sisi, hasa shehe wangu brother Omar. Na vile vile bado tutazidi tunazihitaji na saa zako, tunahitaji mchango wako wa kila mara. Nitapenda tu kwa siku hii ya leo tukomee hapa, tumefaidika sana. Nitakuomba mzazi wetu uweze kutupa dua tuweze kufunga kikao. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbil alamin. اللهم أكرمنا بالإيمان الصادق، اللهم أكرمنا بالأعمال الصالحات، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياة منهم والأموات يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Asante sana, tunashukuru pia bana. Naam, shukran Sheikh.